رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa bado tunaendelea na silsila ya darasa zetu katika ulimwengu huu wa tiba. Karibuni katika ofisi zetu kwa ajili ya kufanywa tiba, kufanywa dua mbalimbali na kufanywa tiba ya maradhi mbalimbali. Tunakukaribisheni sana. Mwenyezi Mungu akikuwafikisha inshallah fika ofisini kwangu kwa ajili ya kupatiwa matibabu kama hayo. Tunatibu maradhi ya aina yote, lakini pia tunafanya visomo vya aina mbalimbali, na kwa uwezo wa Allah utafanikiwa inshallah. Kwa sababu elimu ya tiba tunaijua vizuri alhamdulillah, na Mwenyezi Mungu ametubariki kwa hilo. Leo nitakuletea tiba ya maradhi ya aina moja tu, maradhi ambayo watu wengi sana wamekuwa wakiyapenda haya kwa sababu ni mazuri. Tiba yenyewe nitakuletea dawa ya mtu anayetaka kupendwa na watu. Dawa ya mtu anayetaka kupendwa na watu. Tuko pamoja? Ukitaka upendwe na watu wakukimbilie. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema uhibbu linnasi ma tuhibbu li nafsika, wapendelee watu kile unachokipendelea wewe katika nafsi yako. Asa mimi nakipenda kitu hichi, sasa kwa nini sikupe na wewe? Kwa nimeamua nikupe wewe, nikupe na wewe, ni share na wewe ili na wewe upate faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukitaka upendwe na watu wakupende, uwe na mvuto kwa watu, basi tumia tiba hii, tumia dawa hii inshallah. Na nakuwa pia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi utafanikiwa inshallah. Kwa sababu mimi sitoi dawa bila kuifanyia majaribio, sitoi dawa bila kuifanyia utafiti. Ikileta majibu mazuri ndipo naitoa mbele yenu. Kwa inshallah, ukitaka upende na majirani zako, ukitaka upende na watu, kuna watu wana nuksi, wana mikosi, hawapendwi na watu, wakichomoza tumbele za watu wanaochukia, wanaonekana watu wabaya, watu wenye mikosi, nuksi mbalimbali. Kwa ukishajijua una tatizo hilo, huna mvuto kwa watu, hupendwi na watu, basi inshallah nenda kafanya hivi. Chukua mizizi ya mkomamanga. Kuna mti unaitwa mkomamanga. Sasa wewe chukua ile mizizi yake, kisha ile mizizi yake ianike kwenye jua mpaka iwe mikavu. Ikishakuwa mikavu mizizi ya mkomamanga, isage ile mizizi kwa blender au kwa mashine, upate unga wa mizizi ya mkomamanga. Ukishapata unga wa mizizi ya mkomamanga, ule unga ule sasa uchuje vizuri kabisa, upate ule unga safi. Yale mabaki ya tupe, chukua ule unga safi. Kisha ule unga safi changanya katika mafuta yako ya kujipaka, mafuta yako ya mgando. Changanya mix kwa pamoja. Kwa unachukua unga ule wa mizizi ya mkomamanga, kisha mix, changanya katika mafuta yako kujipaka. Changanya kwa hivi kwa pamoja mpaka mafuta yako yanakuwa yamebadilika rangi. Kama ilikuwa rangi nyeupe, basi atakuwa rangi ya mbao. Tuko pamoja? Ukishachukua hivyo, ukishafanya hivyo, ile yale mafuta yale yasomee suratu Yusuf mara moja. Narudia tena. Chukua mizizi ya mkomamanga, kisha ianike mizizi ile, kisha ikishakuwa mikavu mizizi ile, isage katika blender au katika mashine, kisha upate ule unga wake. Ule unga utauchunga vizuri, upate unga safi. Kisha ule unga safi utachanganya katika mafuta yako ya mgando ya kujipaka. Sawa, ukishachanganya katika mafuta yako ya mgando, yale mafuta kama ni rangi nyeupe ya mgando, basi atabadilika, atakuwa rangi ya mbao kama damu ya mzee fulani hivi. Kisha kabla kujipaka ile mafuta, ukishachanganya, ukisha mix na dawa ile, yasomee yale mafuta suratu Yusuf mara moja mpaka mwisho. Ukimaliza hapo inshallah jipake mafuta yale kila unapotaka kukoga, kila unapomaliza kuoga na kila unapotoka kwa ajili ya kwenda katika mihangaiko yako, iwe ni ofisini, iwe ni katika shughuli zako binafsi, lakini jipake mafuta yale kila unapomaliza kuoga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukifanya hivyo kila siku, yale mafuta yakawa ndio mafuta yako, utakuwa na mvuto wa ajabu mbele za watu. Watu watakupenda sana na watu watakuthamini sana. Kwa sababu gani?
umetumia dawa hizi ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Inshallah khair, ukipata klipu hii basi share, mpe na mwenzako ili naye apate faida kubwa kama hizi, kwa uwezo wa nani? Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atufanyie pesi. Subhanaka bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.